hadithi ya kile kinachoendelea ndani ya South Africa. Nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ndoto ya Waafrika wengi, mahali pa fursa, pa biashara na pa maisha bora. Lakini leo, ndani ya baadhi ya mitaa yake, ndoto hiyo imeanza kubadilika kuwa hofu. Maduka yanavunjwa, watu wanashambuliwa, na neno moja linaanza kusikika mara kwa mara: wageni. Lakini swali linaanza hapa. Kwa nini? Kwa nini Waafrika wanashambuliwa na Waafrika wenzao? Ili kuelewa hilo, lazima turudi nyuma kidogo, kwa sababu historia ya nchi hii ndiyo ufunguo wa kila kitu. Kwa miaka mingi, apartheid ilitawala South Africa, mfumo uliowagawa watu na kuwanyima wengi haki zao. Lakini mwaka 1994 kitu kikubwa kilitokea. Nchi hiyo ilipata uhuru wake wa kweli chini ya uongozi wa mzee Nelson Mandela, na kwa mara ya kwanza kulikuwa na matumaini. Matumaini ya ajira, matumaini ya maisha bora na usawa. Lakini miaka ilivyopita, mambo hayakwenda kama wengi walivyotarajia. Ukosefu wa ajira ukaongezeka, haswa kwa vijana. Umaskini ukaendelea kuwepo, na tofauti kubwa kati ya matajiri na maskini ikaendelea kukua. Na polepole hasira ikaanza kujengeka. Lakini hasira hiyo ilielekezwa wapi? Kwa baadhi ya wananchi, jibu likawa rahisi: wageni. Kwa sababu wakati huo huo, South Africa ilikuwa bado inavutia watu kutoka nchi nyingine za Afrika, kutoka Zimbabwe, Mozambique, Nigeria na hata mbali zaidi. Watu walikuja kutafuta maisha bora. Wengine wakaanzisha biashara ndogo ndogo, wengine wakafanya kazi ambazo wazao hawakuwa tayari kufanya, na polepole wakaanza kuonekana katika mitaa, katika biashara na katika maisha ya kila siku. Lakini kwa baadhi ya wananchi wa South Africa, hii haikuonekana kama maendeleo. Ilionekana kama ushindani. Ushindani wa ajira, ushindani wa biashara na wa nafasi. Na hapo ndipo maneno yalianza: wanachukua kazi zetu, wanachukua biashara zetu. Mambo yakaanza kubadilika. Mwaka 2008 kulikuwa na wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya wageni. Watu walipoteza maisha, wengine wakapoteza kila kitu walichokuwa nacho, na dunia ikiangalia. Lakini haikuishia hapo. Miaka ilivyopita, matukio kama haya yamekuwa yakijirudia kwa vipindi tofauti, na kila mara sababu zinafanana: ukosefu wa ajira, hasira na lawama. Lakini ukweli ni mgumu zaidi kuliko unavyoonekana, kwa sababu si wageni pekee wanaokabiliwa na changamoto. Hata wananchi wa South Africa wenyewe wanapambana. Ajira ni chache, maisha ni magumu, na matumaini yanapungua kwa baadhi. Na katika mazingira hayo, ni rahisi kutafuta mtu wa kumlaumu. Lakini swali linabaki: je, tatizo ni wageni ama mfumo mzima? Kwa sababu wataalamu wengi wanasema tatizo ni kubwa zaidi. Linahusisha ukosefu wa ajira wa muda mrefu, tofauti za kiuchumi na changamoto za uongozi na sera. Lakini katika mitaa, majibu hayaonekani kwa urahisi. Kinachoonekana ni hasira, na hasira hiyo wakati mwingine inageuka kuwa vitendo. Lakini hata ndani ya South Africa, sio kila mtu anaunga mkono hali hii. Wapo wengi wanaopinga vurugu, wanaotetea amani, na wanaamini kwamba Waafrika wanapaswa kusaidiana na sio kupigana. Kwa sababu historia yenyewe inaonyesha kitu kimoja, kwamba wakati wa apartheid, mataifa mengi ya Afrika yalisaidia mapambano ya South Africa. Na leo swali linaibuka tena: je, tunaenda kinyume na historia yetu wenyewe? Kwa sababu nyuma ya kila duka linalovunjwa kuna familia,
Nyuma ya kila mtu anayekimbia kuna ndoto, na ndoto hizo zinafanana, iwe ni za mzawa ama za mgeni. Lakini mpaka leo hakuna jibu rahisi, hakuna suluhisho la haraka, kwa sababu hii si hadithi ya watu wawili, ni hadithi ya mfumo, ya uchumi na ya matumaini yaliyovunjika. Na labda swali muhimu zaidi si nani anakosa, bali ni tunawezaje kuishi pamoja katika bara ambalo linahitaji umoja zaidi kuliko wakati wowote. Kwa sababu mwisho wa yote, sisi sote tunatafuta kitu kimoja: maisha bora. Hii ni Ikumbukwe, mahali ambapo historia haisauliki.